Pole. Pole, pole. Pole. Halo. Halo. Habari? Mbona unapokea simu aliyekuwa simu sio yako? Mimi ni msaidizi wake na mganga anaumwa. Mtoto analia peke yake, akiuliza maisha ya duniani, kwa nini akose upendo wa baba? Kijana maskini anatembea mjini, machozi yakimtoka usiku na mchana, anawauliza watu kila kona, baba yangu yuko wapi jamani? Mama wa kambo anamficha siri, asijue kweli ya maisha yake. Kila akikaribia kupata habari, anaambiwa arudi nyumbani. Mzee Sharifu Hamadi. Ndiye Mzee Sharifu Hamadi. Ni baba yangu mzazi. Mimi nimetoka mkoani, uji wangu hapa ni kumtafuta yeye tu. Tafadhali, naomba nisaidie kumpata baba yangu. Kwani ukinisaidia, huo utakuwa ni msaada tosha kwangu. Mtoto analia peke yake, akiuliza maisha ya duniani. Kama utanisaidia kumpata baba yangu mzazi, nitaishi nikikumbuka fadhila zako katika maisha yangu. Tafadhali, naomba nisaidie mimi kama mwanaume mwenzako. Wewe, tangu lini ukawa na mazoea kuingia humu ndani mwangu? Sina kuuliza wewe. Sikiliza. Uzembe wa kutokutafuta pesa au afu mnakuja kuokota makopo kwenye majumba. Hebu toka nenda. Tufahamiane kwanza, maana hapa mjini sio baba yangu, nisaidie. Mimi nakuamini vipi? Mimi ni mtoto wa binti Omari Kidibwe, mwanamke aliyechagua maisha kuishi mbali na mji, mbali na wilaya, mbali na tarafa, mbali na kata na mbali na kijiji pamoja na vitongoji vyake. Lakini mwangalizi wake mkubwa ni serikali ya kijiji jirani. Mzee Sharifu Hamadi ni mzee safi sana. Ukipata bahati ya kukutana naye ama kuzungumza naye, ni lazima utatoka na faida juu yake. Na ni mzee ambaye huwa anawashauri sana vijana kuongeza bidii na juhudi kwenye kazi. Kuwa na juhudi na bidii katika kazi. Huyu Mzee Sharifu Hamadi ni baba wa aina gani katika jamii? Ni baba wa watu wote. Ni mzee ambaye huwa ana ushawishi mkubwa na nguvu kwenye jamii. Ni mzee ambaye hawezi kukubali kuona kijana ukipotea bila kukupa msaada, kukunyooshea njia. Unajua, tangu udogo wangu nimekuwa na maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Baba yangu mzazi ni baba asiyetujali mimi na mama yangu. Kama mama yangu mzazi aliweza kuondoka akiwa mjamzito na ndiye mke mkubwa wa baba yangu mzazi,
japo alichelewa kupata ujauzito, lakini kwa kauli yake thabiti aliweza kumpatia baba yangu mzazi baraka ya kuoa mke wa pili, na alipomuoa tu aliweza kupata ujauzito. Mtoto analia peke yake, akiuliza maisha ya duniani, kwa nini akose upendo wa baba? Bojo mwayende, 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 bojo mwayende. Mama Safia. Madasi. Karibu Mama Safia. Asante. Umefika salama? Salama ndugu yangu. Nilijua utakuja. Ni ukweli. Hapa panaitwa mtakuja Mama Safia. Ni ukweli, tutaenda wapi? Haya, niambie umekuja na lipi jipya? Tulikuja na swala la mama yake. Sasa kuna mtoto wa yule bwana kaja na ana picha kashikilia ya kusema yule ni baba yake. Sasa sijui unanisaidiaje hapo? Sasa hili ni swala lingine, lakini inabidi uongee na walimu kwanza tuwasikie watasemaje. Ila mimi ninachokitaka ni kumpoteza kabisa yule mtoto. Ngoja tuwaite walimu tusikie watasemaje, maana ni kazi ngumu. Usifanye masiara Mama Safia wewe. Oh. Assalamu alaikum. Salaam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama Safia, kazi uliyokuja nayo ni kazi nzito sana, inabidi ufuate masharti. Sasa hii kazi kama ninavyokuambia unisikilize kwa makini. Kazi ya watoto watafanya watoto, umwandae Safia aweze kufanya hii kazi. Nadhani umenielewa Mama Safia. Shakuelewa binti Madasi. Una swali lingine? Lingine lipo. Sasa kuhusu na yule mzee, ili tufanye kazi yetu ni tumuondoe kwanza pale, ili apate hata safari tuweze kufanya kazi vizuri. Nitakupa dawa, kwa hiyo nikitoka mimi utaongea na Kiti. Sawa sawa. Hiyo dawa inaitwa Kasubi. Akikupa hiyo dawa utaenda kumwaga njia panda na nyingine utapuliza. Sawa. Ukifika nyumbani kazi imekwisha. Sawa sawa. Nadhani tumeelewana Mama Safia. Hapo tushamaliza. Mimi naomba nisafiri. Hamna shida binti Madasi. Unakuwa walimu unawachukiza, wananipa kazi ngumu sana. Okay. Usijisahau sana. Sawa. Niambie sasa, amesemaje au walimu wamekwambia nini? Yaani yote tumemaliza, ila swala ni kwamba amesema utanipa dawa ambalo nitaweza kuenda kuweka njia panda na nyingine nitapuliza, ili yule mzee aweze kutoka pale nyumbani tuweze kufanya kazi vizuri. Nakupa hii dawa ukifika njia panda. Njia panda unazijua? Ndio. Ziwe zimekutana barabara. Ndio. Ukifika pale unachukua kidogo unamwaga, nyingine unapuliza. Kuna maneno utasema kwamba mzee yule aweze kuondoka, unanuia unavyotaka wewe. Ndiyo. Na kufungia dawa. Usikosee masharti. Kamata hii dawa, nikikupa uwe kama unavuta, kama unanivuta. Kumbe damu haifichiki duniani, mapenzi ya mtoto yakashinda. Unajua ndugu yangu, hata vitabu vya dini huwa vinatukumbusha asiyefanya kazi na asile. Haiwezekani kuwa unaishi kwa sala tu hizo, wakati Mungu mwenyewe unayemuomba anahitaji pesa yako ili utoe sadaka, naye ibariki hiyo sadaka kwa kiwango cha pesa yako. Sala na kazi au kazi na sala, kipi kinaanza kwako?
Okay, tuachane na hayo. Unajua hapa mjini bila kujishughulisha maisha yatakushinda, na wengi amewashinda maisha hapa mjini kwa sababu hawajishughulishi. Unajua hizi pesa ambazo zinatafutwa, tunazitafuta, zina mifereji na ni muhimu na ni lazima sisi tupite kwenye hiyo mifereji. Umeelewa? Tupambane, tufanye kazi ili tupate hizo pesa. Na kusi ndugu yangu, tufanye kazi. Naomba na hifadhi ya ndani asiweze kutoka nje, wala ya nje asiweze kuingia ndani kwangu. Mawazo yote ya kushindwa, uvivu, sipasi kuruhusu kwa sasa. Mimi ni mwanaume, napaswa kupambana sana pasipo kuchoka. Nahitaji kujua njia sahihi za kuweza kuyafikia mafanikio. Unajua, kila mwenye mafanikio hapa duniani huwa na hadithi yake. Mimi nahitaji kuanzisha hadithi ya mafanikio, mimi na wewe. Na huo ndio utakaokuwa undugu kazi. Sasa basi, tunatakiwa tuokote kila kopo lililopo mbele yetu. Ila cha kuzingatia, tusiwe na tamaa na vitu au mali za watu. Tuipende kazi yetu ili kazi tupende. Wapi? Kule au hapa? Hapa. Hapa. Mbona mna kitu sasa? Sikate tamaa mwanangu, namtafuta baba. Ila ndugu yangu, mimi sishangaa hivi vitu. Kwenye maisha yetu ya kawaida vipi? Umekaribishwa. Karibu sana. Yana masikini, yana masikini, kijana masikini. Ni kweli baba unachokisema, ila nikuondoe wasiwasi. Toka mara ya kwanza unanipeleka pale kwenye ile ofisi, sikuwahi kukaa mbali nako. Kila siku huwa nahudhuria, na kipindi mizigo inaingia na kutoka huwa na kuwepo. Siwezi nikamwachia mtu mwingine yoyote asimamie hiyo kazi, kwa sababu mimi ndio kiongozi wa pale. Kwa hiyo inatakiwa nisimamie muda wote niwepo pale kazini. Kwa kuhusu hilo ndio shaka babangu. Sawa, nashukuru sana sana. Na pia kuna jambo kidogo nataka nikueleze au nikuelezeni wote. Ni kwamba kidogo kumetokea tatizo kule kwenye miradi yetu ya chai. Ni kwamba kuna vijidudu vimevamia mithili ya chavichavi. Kwa hiyo mimi inanibidi nisafiri kwa ajili ya kwenda kulishughulikia hili. Kwa hiyo Safia, ni kwamba kwa sasa wewe pamoja na mama yako mtakuwepo pale kwa ajili ya kusimamia miradi. Sawa baba, mimi sina chekeni cha kusema, ila nikutakie tu safari njema na Mungu akutangulie kwa kila jambo ambalo utakaloenda kulifanya huko. Sawa, na mimi labda niseme mimi ninakutakieni kazi njema. Sawa. Pia mimi nakutakia safari njema mume wangu, uende salama kisha urudi salama. Sawa. Haya, hamna neno. Yana masikini, yana masikini, kijana masikini, yana masikini.
Shikie pale, shikie pale. Hii kilo 8. Shukrani kaka. Ni hii tu? Ndio hiyo mjomba, tumepata kilo 8. Kilo moja shilingi 100. Kadonya. Ode. Moyoni nilimwambia usikate tamaa mwanangu, namtafuta baba mjini kote, simoni baba. Mtoto analia peke yake, akiuliza maisha ya duniani, kwa nini akose upendo wa baba?